Katika mchezo wa nusu finali ya UEFA Champions League uliochezwa jana usiku Mei 7, 2025, Paris Saint-Germain PSG walifanikiwa kuifunga Arsenal kwa mabao 2-1 kwenye dimba la Parc des Princes na hivyo kufuzu kwa finali kwa jumla ya mabao 3-1 baada ya ushindi wa bao 1-0 katika mchezo wa kwanza. PSG walionyesha ubora wao kwa kufunga mabao 2 kupitia kwa Fabian Ruiz na Achraf Hakimi. Ruiz alifungua ukurasa wa mabao kwa shuti kali nje ya eneo la hatari kabla ya Hakimi kuongeza bao la pili kwa ustadi mkubwa. Arsenal walijibu kwa bao 1 kupitia kwa Bukayo Saka, lakini juhudi zao hazikutosha kuzuia PSG kuendelea mbele. Katika mchezo wa kwanza uliochezwa Aprili 29, 2025, PSG walipata ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Arsenal kwenye uwanja wa Emirates London. Bao hilo pekee lilifungwa na Ousmane Dembele mapema katika dakika za mwanzo za mchezo, likiwaweka PSG katika nafasi nzuri kuelekea mchezo wao wa marudiano. Kwa ushindi huu, PSG wamefuzu kwa finali ya UEFA Champions League kwa mara ya pili katika historia yao, wakikumbuka mara ya mwisho walipofika finali mwaka 2020 na kupoteza dhidi ya Bayern Munich. Mwaka huu chini ya kocha Luis Enrique, PSG wameonyesha maendeleo makubwa kwa kuvitoa vilabu vitatu vya ligi kuu ya England, Liverpool, Aston Villa na sasa Arsenal katika safari yao ya kuelekea finali. PSG sasa watakutana na Inter Milan katika finali itakayochezwa Mei 31, 2025 mjini Munich. Hii itakuwa finali ya kwanza ya UEFA Champions League katika vilabu vya Ufaransa na Italia tangu Marseille waliposhinda dhidi ya AC Milan mwaka 1993. Mashabiki wa PSG wana matumaini makubwa kwamba mwaka huu utaweka historia mpya kwa klabu yao kwa kutoa taji la kwanza la UEFA Champions League baada ya kushindwa kufuzu kwa finali ya ligi ya mabingwa Ulaya kufuatiwa kichapo cha jumla ya mabao 3-1 dhidi ya Paris Saint-Germain PSG. Kocha wa Arsenal Mikel Arteta alieleza hisia zake kwa uchungu na msisitizo mkubwa kuhusu kiwango cha timu yake. Arteta alisisitiza kuwa Arsenal walistahili zaidi kutoka kwenye mchezo huo, akisema baada ya dakika 20 tulipaswa kuwa mbele kwa mabao 3-0. Alieleza kuwa timu yake ilitawala sehemu kubwa ya mchezo na kutengeneza nafasi nyingi za kufunga, lakini walishindwa kuzitumia vyema kutokana na ufanisi wa kipa wa PSG Donnarumma ambaye alifanya kazi yake ya ziada kuzuia mabao. Kocha huyo pia alionyesha imani kubwa kwa wachezaji wake, akisema kuwa hakuna timu bora zaidi ya Arsenal barani Ulaya kwa sasa. Alieleza kuwa licha ya kushindwa kufuzu, timu yake ilionyesha ukuaji mkubwa na ushindani wa hali ya juu dhidi ya wapinzani wakubwa. Hata hivyo, Arteta alikiri kuwa kushindwa kufuzu kwa finali ni pigo kubwa kwa timu yake na mashabiki, lakini alisisitiza kuwa uzoefu huu utawasaidia kujifunza na kuwa bora zaidi katika mashindano yajayo. Aliongeza kuwa wachezaji wake walikuwa na hisia kali baada ya mchezo na baadhi yao walionekana kuwa na majonzi kutokana na maumivu ya kushindwa. Kwa sasa, Arsenal wanageuza macho yao kuelekea kwenye mechi za ligi kuu ya England, wakilenga kuhakikisha wanamaliza msimu katika nafasi nzuri na kufuzu kwa mashindano ya Ulaya msimu ujao. Kocha wa PSG Luis Enrique alijawa na furaha na fahari baada ya timu yake kufuzu kwa finali ya UEFA Champions League kwa kishindo dhidi ya Arsenal. Baada ya mchezo, Luis Enrique alisema, ni hisia ya kipekee sana. Kufika finali ni jambo kubwa. Tumekutana na changamoto kubwa kutoka kwa Arsenal, lakini wachezaji wangu walionyesha nguvu, nidhamu na ari kubwa ya kusaka ushindi. Wamekuwa na safari nzuri, kila hatua ilikuwa na changamoto zake, lakini tumefanikiwa kukabiliana nazo. Alimsifia kipa Gianluigi Donnarumma kwa uchezaji wake wa kipekee wa kuokoa mabao muhimu na mchango mkubwa wa safu ya kiungo ulioongozwa na Fabian Ruiz na Vitinha ambao walitawala mchezo na kuhakikisha PSG wanadhibiti mpira na kuzuia Arsenal kutengeneza nafasi nyingi za hatari. Tunatambua kuwa safari bado haijaisha. Tuna hatua moja ya mwisho, finali, na tutajiandaa vilivyo. Tumekuwa tukiamini tangu mwanzo tunaweza kutoa taji hili, na sasa ni uthibitisho kuwa kazi yetu inazaa matunda. Katika mazungumzo yake, alinukuliwa akiamini kuwa PSG sasa wana nafasi ya kubadilisha historia yao na kufanikisha ndoto ya kubeba UEFA Champions League kwa mara ya kwanza. Luis Enrique pia aliahidi kuwa kubwa zaidi bado linakuja. Tunaamini kuwa mwaka huu ni wetu. Mashabiki wa PSG wamejaa matumaini makubwa na wanaiona timu yao kama wapinzani halisi wa kutoa kombe hili kwa mara ya kwanza katika historia yao. Je, unadhani PSG wana nafasi kubwa ya kutoa taji msimu huu? Bila shaka majibu ya swali hili yataanza kupatikana itakapofika Mei 31 mwaka huu 2025. Asante sana kwa kuendelea kuiamini na kuifuatilia Wakusoma Media. Naitwa Jessica Bitus. See you next time.